Utaratibu wa kujiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Karibu sana Jack Media TZ. Kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu. Leo tunakuletea maelezo kamili kuhusu utaratibu wa kujiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Kama ndoto yako ni kuvaa sare za kijeshi na kulitumikia taifa lako, basi kaa karibu hadi mwisho wa video hii. Uandikishaji wa JWTZ. Uandikishaji wa kujiunga na JWTZ unafanyika kwa kufuata vigezo maalum vilivyowekwa. Mtu yeyote anaweza kujiunga ikiwa atakidhi masharti yafuatayo. Kwanza, awe raia wa Tanzania. Jeshi linapokea tu Watanzania halisi wenye uzalendo na heshima kwa nchi yake. Pili, awe na elimu ya kidato cha 4 au kuendelea na awe amefaulu. Elimu ni msingi muhimu, kwani mafunzo ya kijeshi yanahitaji uelewa mzuri na nidhamu ya kiakili. Tatu, awe hajaoa wala kuolewa. Hili linasaidia kijana kuzingatia mafunzo kwa ukamilifu bila majukumu ya kifamilia. 4, awe na umri wa miaka 18 hadi 25. Umri huu unachukuliwa kuwa bora kwa mafunzo ya kijeshi kwa sababu ya nguvu na uwezo wa kimwili. 5, awe na tabia njema na mwenendo mzuri. Jeshi linahitaji watu waadilifu, waaminifu na wenye nidhamu ya hali ya juu. Mwisho, awe na akili timamu na afya njema. Mtu mwenye afya njema anaweza kustahimili changamoto na mafunzo makali ya kijeshi. Usisahau kigezo cha Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Hiki pia ni muhimu. Masharti ya utumishi. Baada ya kufaulu mafunzo ya awali, askari hupewa nambari rasmi ya utumishi. Hii ndio inamtambulisha rasmi kama mwanajeshi wa JWTZ. Kujitolea kulitumikia jeshi ni heshima kubwa kwa taifa. Kama una ndoto ya kuwa sehemu ya JWTZ, hakikisha unatimiza vigezo hivi na uwe tayari kupitia mafunzo magumu lakini yenye heshima kubwa. Kumbuka, kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu. Hii ni Jack Media TZ. Tukutane tena kwenye video inayofuata.